Shalom shalom. Assalamu alaikum. Habari ya asubuhi. Wewe ambao unanitazama asubuhi ya leo. Watu wengi wanataka haki ya kimungu, wanataka amani ya kimungu, wanataka furaha ya kimungu. Leo nataka nikwambie kitu kimoja ambacho kitakusaidia kupata vyote hivyo vitatu. Lazima upate uokovu. Mtu mwingine anajiuliza nini maana uokovu? Uokovu ni tendo la Mungu mwenyewe kumuokoa mwanadamu au mtu katika dhambi, hukumu ya milele, na kumpa uzima wa milele kwa Yesu Kristo. Uokovu ni zawadi ya neema. Mtu hapati wokovu kwa sababu ya matendo, ni kwa neema. Na wokovu haupo tu kwa ajili ya kumsamehe mtu dhambi. Hatua ya kwanza unasamehewa dhambi, lakini wokovu unakupatia maisha mapya, new life in Christ. Huo ndo wokovu. Kwa ukiokoka, kuna maisha mapya ambayo unaanza kuyapata. Kwa mfano, kuna mtu anaishi bila amani, hana furaha, haki zake zote zimechukuliwa. Kuna sehemu ya kwake anastahili uwepo, lakini kwa sababu hajapata uokovu, kwa haki ya kuwepo mahali fulani ambapo alistahili anaondoshwa. Kwa haki yako, amani yako, furaha yako ni kupata uokovu. Na ukisoma Yohana 3:16 inatuambia hivi: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila amwaminie asipotee tena. Kwa maana kuna usipoamini hapo. Swala sasa ili upate uokovu ni kuamini, ni kuamini neno lake, ni kumwamini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ukitaka upotee, airisha kumwamini Yesu Kristo. Kwenye njia zako zote utapotea, ndio utakaa na huzuni, pressure kibao, maswali kibao, unajiuliza upate majibu, kwa sababu tu umeshindwa kumwamini Yesu Kristo mwenye majibu ya maswali yako. Na ukisoma Warumi 10:9 inasema, kwa sababu ukimkiri kwa kinywa ya kuwa Yesu ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Uokovu ni swala la imani. Usipokuwa na imani, ndio maana wengi mpo kama kanisani. Kama hauna imani, hauwezi kupata uokovu, hauwezi kuokoka. Kwa moyo mtu waamini hata kupata haki, na kwa kinywa mtu ukiri hata kupata uokovu. Kwa ni vitu tu viwili, uamini afu ukiri. Wewe ambaye hujamkiri Yesu Kristo, kuna mambo yanakusumbua. Usianze kukimbizana kwenda kwenye miujiza ukaombewe huku. Cha kwanza, hatua ya kwanza, mkiri Yesu Kristo, muamini awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mambo mengine kuombewa sijui na nini, utaanza wewe mwenyewe kupokea muujiza. Asante sana kwa kunisikiliza. Naamini kwamba siku ya leo unaenda kupata wokovu ukimwamini na kumkiri kwa kinywa. Amen.